Kutoka Morocco hadi Pemba kuipa Yanga ubingwa. Baada ya kusubiri kwa miaka minne, klabu ya Young Africans imerejea kwa kutoa ubingwa wa Kombe la Mapinduzi 2026 baada ya kuibuka na ushindi wa penalti 5-4 dhidi ya timu ya Azam FC katika mchezo wa fainali uliochezwa uwanja wa Gombani Pemba. Mchezo huo wa fainali ulikuwa na ushindani mkubwa kuanzia dakika ya kwanza hadi ya mwisho, huku timu zote zikionyesha nidhamu ya hali ya juu ya kiufundi. Dakika 90 za kawaida zilimalizika kwa sare ya bila kufungana, hali iliyolazimu kuongezwa kwa dakika 30 za muda wa ziada, lakini bado hakuna timu iliyoweza kutekesa nyavu za mpinzani wake. Katika kipindi cha kwanza cha mchezo, Azam FC na Young Africans zilishambuliana kwa zamu, kila timu ikitafuta bao la mapema, lakini kwa umakini wa walinzi na makipa ulifanya kipindi hicho kumalizika kwa sare ya 0-0. Hali hiyo iliendelea hadi kipindi cha pili na muda wa ziada wa dakika 30 ambapo nafasi chache zilizopatikana zilishindwa kutumika ipasavyo. Yanga walipata nafasi ya wazi ya kufunga kupitia mkwaju wa penati ndani ya dakika za kawaida baada ya beki wa Azam FC kucheza mpira wa mkono. Hata hivyo, Pacome Zouzoua alikosa penati hiyo na kuifanya timu yake kuendelea kusubiri ushindi hadi hatua ya mikwaju ya penati. Katika hatua ya penati, Yanga walionyesha utulivu na umakini mkubwa, huku mikwaju yao ikifungwa na Emmanuel Mwenengo, Prince Mpemelelo Dube, Pacome Zouzoua, Mudathir Yahya pamoja na Bakari Mwamnyeto aliyepiga penati ya mwisho na kuipa Yanga ushindi wa 5-4 dhidi ya Azam FC. Shujaa wa Yanga Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa na safari ndefu kutoka Morocco hadi Pemba katika uwanja wa Gombani visiwani Zanzibar baada ya kujiunga na kikosi hicho, akitokea katika majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars iliyokuwa ikishiriki finali za AFCON nchini Morocco, na mchango wake ulihitimishwa kwa penati ya ushindi. Kwa ushindi huo, Yanga wametawazwa mabingwa wa Kombe la Mapinduzi kwa mara ya kwanza tangu walipotoa taji hilo mwaka 2021. Mimi binafsi nikusomea hapa nilikuwa form 4 kidato cha 4. Ushindi uliowapa morali kubwa kuelekea michuano ijayo ya ndani na kimataifa. Naam, Young Africans wametawazwa kuwa mabingwa na waliondoka usiku ule ule baada ya kutawazwa kuwa mabingwa na kurejea huku Tanzania bara wakitokea visiwani Zanzibar. Hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, endelea kufuatilia Malkia wa Soka. Mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri.